Nandito kuchibwa asende Ochiba le président président de la commission ya protocole moyeno eselimbaitole na ya mochueto Emile Ezenga Garcian tumotaka eta kumbukumbu na ino evenement kwa Kanyamanga malongoma ma Emile Garcian mose maimana buimba ajili yi eta tocheleche lusupetelono itwalu imato ya maua mampochu ni chobe amo mbake bochi ebo mwisho ele emo eto ya swaki chama mbaka malungu mawacha bechu otolame tomona tambula ya ndosovya ya ale ayo yenyewe imona nibo Ezenga notable wesosi mbashiminji mgrupema ya bashiminji secteur ya Ntambala territoire ya Fizi province ya Sud Kivu ale washika makato me olo na eno yaba olo no lusuku bino ya mone anibon bato sobia malembo mose mpembe china chicha territoire ya Fizi na lo nsuku bino toso eta yake ibada na kanisa ya baneo apostolique ele kanisa ya kwacha ya imatu ya ba mitume ndomwa cha Yesu Kristo na lono lusuku bino tole mwambanga bishimbaki mboka ya Ezenga mwenyewe Ezenga siamu na kumbu ambikanga bia lo oba Philippe Epanga le chef de secteur wakati yalo kolaka kwake mkwabo asile alo bocha ba otubosi ya Njomatongo mpaka nomamba inebino nalo ela tatama ale nkoba to oyotala o masabo mae swecha kwanza ba otubosi ala na moni ni bon ba to baze babile mumsangano wa ushipinje twa msolon seben na olo ola ma 4 batu banji bo obocha capitaine wake Philippe Epanga na maale abile wa kwanza yoenda abugwedako na mbe wa Ungola lakini malo obama mo ongea bale ba otu babile nalo on babile na emo na itoma nonge na mona ni bobo endalo manya ebi motumia onomze mwingi ya loshiminje taima dina eno evenement mpaka bino nazani mo muungwa cho i jaba imbaji wa ne apostolique uitaka sasa tayari shangela yiwezi be awe make machi bose bale ba basangwa onom sangano bo patape na bana boke bose na bandoko na bisambo na bose basongani wikelo no lusuku lo historique tangu italo imato amatata tangu meshi mpaka na otomaliza eno emba kombeshi ola onyashinde vike ni bon lo lelo lwesoshi na to atenda ni bon mboka ya bashiminje ishifungulwe ndapelo chos bana bale makambo ma masaa mafitina tapele emo bato tobe emo mbaka tufungulwe ngela na hata nobaki olo bose babe na bwenge na akili chamango masomo mbaka mpeshi mtole mo mango baba ministre mo mango obaba batonga bakila aina na lo shimbinje talusi to balole mo ocho obatelwa ni kati wanda bandiba e itatenda na kwa Kanyamanga
kondoro ijalo no su eno songo ebe na lo la bene ajimbi kyange tobe awe makima uwa mwingi ya bakibuchi ebo mwisho kwa swaki romani. Sisi kama vile kanisa la Neoapostolike, kama tunafika hapa si kwa ajili ndugu yetu alikuwa kama Neoapostolike, lakini sababu sisi kanisa letu halihukumu mwanadamu, sababu atakaye hukumu ni Kristo. Ndio maana wakati wote tunapoitwa kwa ajili ya kutangaza habari njema, sisi tuko tayari kwa kuja, sababu ndio kazi ambapo tulipewa, twende tueneze injili sehemu zote kwa mataifa wote. Na ndio maana hatuna budi ya kusema labda halikuwa kanisa gani, na kwa leo sasa wanatuita juu ya nini? Ile yote haiko kwa ajili yetu. Sisi tuko pale kwa kutimiza muhile mipango ya wokovu ambapo Yesu aliachia wa mitume wake. Yesu alisema, enendeni ulimwenguni kote mukafanye mataifa wote kuwa wanafunzi wangu, muwafundishe, muwabatize, washike yote niliyowaamuru ninyi, nami nitakuwa nanyi mpaka mwisho wa dunia. Basi kupitia hiyo ahadi ambapo Yesu aliaga kwa mitume wake, ndio maana tumepata fursa ya kuja kufanya kazi kwa ajili ya nafsi ya ndugu yetu mpendwa. Ndio maana hatuna ile haja ya labda watu wanaweza wakatulize kwa nini wanakuja. Hiyo ndio sababu ya sisi kuja kwa ajili ya kutenda kazi ya mpendwa wetu. Na waimbaji wametuimbia kwamba Yesu anakuhitaji, Yesu ananihitaji. Kwa hiyo tuache vyote twende tumusogelee. Ndio maana mpendwa, ninawakaribisha katika andiko yetu ya siku ya leo, ambapo nimewasomea andiko ndani ya kitabu ya Zaburi sura yake ya 119 na mstari wa 19. Tuwezi kuyapigia hesabu, maana mwaka moja wa kumbingu ni miaka 1000 ya hapa chini ya jua. Sasa ikiwa mwaka moja wa hapa pa mbingu ni miaka 1000 ya hapa chini ya jua, wewe sasa una miaka ngapi sababu ufikia hata siku moja? Katika amani ya Mungu. Na sisi katika dunia wapendwa, tuko katika muji hii, muji ya taabu. Ndio Misri ambayo tunayaishi, lakini Mungu ametuandalia muji ya kumbingu. Wanani wataurithi basi? Sifiwe mara tena. Hivi nitakwenda kusoma kwa kifupi hotuba fupi kuhusu maisha ya marehemu. Kwa hiyo tutatangulia na kusema karibu kanisa letu la Neoapostolike ambalo limewasili mahali hapa kwa sherehe hii ya ndugu yetu marehemu aliyetuacha. Hatutakosa vile vile kusema karibu sana kwa mchaguliwa wetu ama depute wetu Mezo Escal ambaye naye amewasili mahali hapa kwa kushiriki nasi katika sherehe hii. Vile vile tutasema karibu kwa kamanda wetu wa jeshi la wazalendo na SNPCC ambaye amekuwa pamoja nasi hapa. Hatutakosa vile vile kusema karibu kwa vitengo vyote vya serikali ambavyo vimekuwa mahali hapa pamoja nasi. Na hatutakosa hata kutaja vile vile wachungaji wote wa makanisa mbalimbali ambao waliitika kwa kuwa pamoja nasi hapa leo. Hata vile vile kwa miamba yote ya Umbelwa, miamba ya nje ambao wamejitolea kukaribia kwa pamoja nasi, wakitoka mbali pale Kaboke hata Fizi sijui, wamekubali kabisa kupata mateso pamoja na sisi hapa. Tunasema vile vile kwa wamama wote kwa ujumla, wa baba vile vile kwa ujumla, waalikwa, wapenzi, majirani hata na marafiki. Mungu awabariki wote katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa siku hii maalumu ya kufukua na kuzikwa upya kwa mabaki ya baba yetu mpendwa
babu, kaka mkubwa, mjomba, shemeji, mume na binamu Emile Echa Abale Anwema Garciana. Hisia zetu ni kubwa zaidi, pamoja na uchungu ambao hauelezeki na usio na kipimo, hasa tunapofikiria kuanza juu ya hali ya kifo chake ambacho mwishowe mabaki yake yatazikwa katika kijiji chake hichi cha asili cha Mwambangu. Amena. Kwa hiyo, kwa ajili ya hiyo, marehemu Emile Echa Abale Garciana, ambaye ndiye kitovu cha tukio hili la kusikitisha sana kupitia uhamisho wa mabaki yake, alifariki tariki 12 mwezi wa pili mwaka wa 2001 katika hospitali iliyopo mji wa Baraka na kuzikwa Matata, ambacho ni kijiji jirani kabisa na mji wa Baraka, ambacho ni kwa kilomita 3 na kijiji chake cha kuzaliwa cha Mwambango. Na hata hivyo, wakati wa uhai wake, marehemu Emile Echa Garciana Abale na majukumu kadhaa aliyokuwa nayo ya muhimu ni utendaji mashuhuri wa uchumi huko Ubembe, Uvira, nchini Burundi kwa upande mmoja, yani alikuwa akifanya kazi ya commerce ama uchuuzi. Kwa upande mwingine, aliwahi kuwa hakimu wa asili katika mahakama ya Bujumbura kabla ya nchi yetu kupata uhuru. Dhumuni ya sherehe ya leo, kwa sababu mazingira ya jana hayakuwa mazuri kama leo, ilikuwa ni jukumu letu kumzika sasa kwa heshima kubwa kwa ukuu wa mtu mwenyewe ambaye amekuwa hapa mbele yetu. Mababa, wa mama, marafiki, waalikwa wote kwa ujumla, kwa kuzingatia uchimbaji wa mwili wa kuzikwa upya na kuna jumuisha juhudi za pamoja za wengi wetu, yaani bila nguvu za sisi wote pamoja haingewezekana kamwe kuchimba kaburi yake, kufukua mifupa yake na kupenda leo tuishughulikie ili tuizike upya. Tunawafikiria hasa watoto wake na wapendwa wao, mamlaka ya kiraia na kijeshi, ya marafiki na watu wanaofahamu ambao lazima wapate katika maneno haya usemi halali wa shukurani zetu zote kwa kweli na utambuzi wetu mkuu. Mungu awabariki sana. Huruma na ukarimu ndani mwenu. Kwa taarifa yako, marehemu Emile aliyefahamika kwa jina la Antoine Kizenga alikuwa kiongozi mkuu aliyeshikamana sana na heshima maadili ya kibinadamu, ya Kikristo, pia kifamilia, desturi za mababu na jamii ambayo yeye ndiye baba wa taifa. Alikuwa zaidi ya hayo mshauri mkuu na juu ya yote ishara ya mshikamano, mtu wa kushiriki katika uhusiano na wito wake na roho yake ya usimamizi. Alizaliwa na baba yake Asumani Abale wa Nwema na mama yake Neome na Echa mnamo tariki 25 mwezi wa 3 mwaka wa 1916 huko Lotochwa ndani ya sekta
ya Balala. Hivi leo tunafikia katika kipindi kingine kipya cha kumzika kwa tariki 19 za mwezi wa 9 mwaka wa 2025. Mababa kama vile wa mama, waalikwa wetu wote kwa ujumla, vile vile tunapenda kuelekeza umakini wako katika mambo mawili yanayomhusu marehemu baba wa taifa na mzee wa Kibembe ambaye hivi karibuni tunampeleka kwenye pumziko lake la mwisho. Wao ni wa kwanza Bwana Emile Garciana ambaye asili yake ya kibiolojia ipo katika ukoo wa Basibilimba ndani ya nyumba ya Msebenge katika jamaa la Basiombelwa ndani ya nyumba kuu ya Basimokinje. Kwa taarifa yako, kati ya wake 6 wa Bilimba kwa ujumla, Bwana Garcian yeye aliyejulikana kwa jina la Antoine Kizenga alizaliwa ndani ya ukoo wa nyumba yake ya pili ya Bilimba, yani nyumba ya Nabiombe, ambamo nyumba hiyo ya Nabiombe ilikuwa vile vile na nyumba zake zifuatazo: nyumba ya kwanza, nyumba ya Ochingombe; nyumba ya pili ya Itamia; nyumba ya tatu ya Anwema; nyumba ya 4 ya Ishima Eta; nyumba ya 5 ya Ayame. Yeye katika nyumba hizo alikuwa mzaliwa katika nyumba ya pili ya jamaa la Anwema. Kwa hiyo yeye Anwema, tukipenda kumsikia kwa sehemu ndogo tu, alioa wanawake wawili. Mke wake wa kwanza alizaa mtoto mmoja mwanaume na watoto wanawake wawili, na mke wake wa pili akazaa watoto wake 5 wanaume, ambamo kati yao watoto ndimo mulitokea uzao wa yeye marehemu ambaye amekuwa mbele yetu hapa, yaani baba yake Abale ndiye alikuwa mtoto wa kwanza wa mzee Anwema ambaye leo mnamsikia jina la Anwema. Na mtoto wa pili ya yeye Anwema akawa Bulunganya. Mtoto wa pili akawa Mtaonona wale nake. Mtoto wa 4 akaitwa Wasumbangando Wabula Matembe Musa Fataki, na mtoto wake wa mwisho akaitwa Mchibo Baruani Andre Asu Anjara. Kwa undani, ni muhimu kutambua kwamba pamoja na majukumu yake kama baba, marehemu Garciana alikuwa mwendeshaji mkuu wa uchumi, yani mfanyabiashara, kama tulivyowahi kueleza hapo awali, akijulikana zaidi Ubembe, Uvira katika kama vile Burundi, hasa Bujumbura katika jiji la pale ngambo ya mto. Pia alikuwa na duka kubwa na mimea na matunda huko Katanga. Vile vile alifanya shughuli za uvuvi huko Baraka na Burundi vile vile. Na mwishowe katika kujitesa na kupenda amani, alifanya kazi kubwa ndani ya jamaa la Basibilimba. Hakupenda hata mara moja kaoneo uwepo wakati baba yake Mwami Kisasu Mukuku alipopata matatizo na mijini ingine jirani. Yeye alitoka Bujumbura ili aje ashiriki pamoja na baba yake Kisasu ili waweze kupinganisha sana upinzani uliokuwepo kati ya watu kwa wakati huo. Yaani alikuwa mpenda amani sana. Hakupenda hata mara moja kaonao uwepo. Mababa kama vile wa mama,
Hatutakuwa na mengi ya kueleza, ila tutakuwa na sehemu nyingine ndogo ili mupate kujua kadiri vile marehemu huyo alifikia kuzaa watoto wake wa kwanza, Ana Obicha Apendeki binti wa Bashebanda, ambaye alizaa naye watoto kwa idadi ya watoto 16. Idadi ya watoto wa marehemu walikuwa 16. Watoto 16 wakazaa wajukuu 53. Wale wajukuu 53 wakazaa vijukuluza 300. Vile vijukuluza 300 wakazaa na wao watoto 195. Hao waliozaa watoto 195 na wao wakazaa vile vile watoto 16. Yaani hapa duniani kwa leo marehemu Emile Echa Garciana Abale ya Nwema ameacha jumla ya watu 500. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hivi sisi jamaa tumekuwa na masikitiko, na katika masikitiko hayo tutakachokiomba kikuu ni kwamba kwanza serikali yetu imtambue kama mtu aliyefanya kazi nyingi pamoja na wao, sababu alifikia hata kuwa askari. Panyakati fulani aliingia katika jeshi ili aweze kuokoa ama kusaidia usalama wa nchi. Kwa hiyo serikali yetu tutaiomba kwa makini ikumbuke watoto walioachwa na marehemu, ikumbuke jamaa lililoachwa na marehemu, kusudi huko mbeleni iwe kumbukumbu kwao kwa maisha yote yale. Kwa hivi sisi jamaa tunasema Mungu wetu awabariki nyote na awahifadhi roho kama hii ipate kuendelea, kusudi tupatapo tena shida kama hii tunapoalilia muwe karibu kutufikia na kutusaidia kama vile mnavyofika kwa leo. Na Mungu wetu atubariki. Amen. Baada ya mwili wake kufukuliwa kwa sababu ambazo zinajulikana na kila mtu. Kwa hiyo ilikuwa ni wajibu wetu halali kama watoto wake kueleza neno, kuonyesha utengano wenye uchungu, utambuzi na heshima kwa mila katika jambo hili baada ya kifo cha baba yetu. Kwa ajili ya hiyo, tangu awali, kama ingaliwezekana kwamba kifo cha baba yetu mpendwa kilikuwa kama habari iliyotangazwa ya huduma ya hali ya hewa, sisi watoto wake wenyewe tungeweza kuizuia ili isitokee. Lakini kupitia kazi za mikono yake na ubongo wake alitupa elimu, maagizo kama nyenzo muhimu kwa maendeleo yetu katika dunia hii ya wanadamu. Kwa upande wetu, kusema ukweli, baba hafi, lakini anakuwa asiyeonekana. Ndiyo maana kabla ya kutoa pongezi tunazostahili, tunapenda kuwashukuru kwa dhati na kiakili wasomi wote waliohudhuria katika rafla hii, wakiwemo wapenzi wote ambao hatuweza kutaja majina yao wote ambao wamekusanyika hapa. Baada ya kusema haya, sisi watoto wake tunahisi kubembelezwa na kuheshimu sana viongozi wote wa serikali ambao kwa ajili ya huruma yao na upendo wao wameacha kazi zao na kuja kushiriki nasi katika huduma hii. Basi iweje Mungu wa milele anapogusa mmoja wa watoto wake, yeye hatuli wala haulizi mtu yeyote. Sote tuliinama mbele ya uamuzi mkuu aliye juu zaidi, tukisema kwamba ndiye aliyemtuma Papa Emile na ndiye aliyemwita
arudi kwenye ufalme wake wa mbinguni. Wote kwa ajili ya watoto wake, wajukuu zake, vijukuuza vyake na wengineo, kupitia kwao marafiki na jamaa waliohusika kwa viwango tofauti katika kufanikisha sherehe hii ambayo ilikuwa na umuhimu mkubwa kwa wale waliojua thamani na heshima yake. Hii ina maana kwamba kupoteza baba ni kupoteza vitu vingi kwa wakati mmoja, kwa sababu ya moyo ya baba ni muujiza wa upendo. Moyo wa baba ni hazina kubwa ambayo Mungu anatoa mara moja tu. Kwa hiyo tunashukuru nyote ambao mmeshiriki pamoja nasi, na kwa heshima pia kubwa ya kumheshimu baba yetu, tuko na fungo ya maua hapa ambayo tunamtolea. Bamiamba mbindi bote basogee hapa kwanza. Kama mnaniona hapa, mie ndo mama president wa sekteri ya Tanganyika. Na mimi natoka na staff yangu, niko na mama vice presidente, niko na mama secretaire. Sawa, tuko tu na neno ya shukrani ya kuweka kwa shukuru wa ndugu wetu waliopata kujumuika pamoja nasi hapa. Kwa niaba ya miamba mingi, shukrani kwa Mungu ambaye alitusaidia kufika mahali hapa. Tena kushukuru ndugu, jamaa na marafiki ambao wanakuja kutusaidia kuzika huu mwili wa baba yetu. Tunamtolea shada la maua, alama ya mapendo. Na kwa kumalizia, tunaomba miamba yote kwa wimbo wa kumshindikiza baba yetu. Emoi ya lembe, emoi makala, ye ye ye. Tobe motokuba elo bonga lwa mindi. Emoi ya lembe, emoi makala. Tobe motokuba elo bonga lwa mindi. Emoi ya lembe, emoi makala. Tobe motokuba elo bonga lwa mindi. Emoi ya lembe, emoi makala. Tobe motokuba elo bonga lwa mindi. Israeli balele moi. Israeli balele moi wana vita. Balele moi wana vita. Israeli balele moi wana vita. Tobe moto yenge mindi. Israeli balele moi wana vita. Tobe moto yenge mindi. Mindi oye. Jambo mkutano. Jambo jamaa. Jambo kanisa la Bwana. Asante sana. Nashukuru kwa kuwajibika na mimi pamoja na nyie kwa kumsindikiza baba yetu ambaye tayari amefariki mwaka wa 2001. Isinga lilikuwa vema aende bila sikufika hapa, sababu tunakuwa na naziri watu wa Mungu kama ninyi mnasemaka. Tuliwaambia kwamba katika magumu tutakuwa pamoja, na katika furaha tutakuwa pamoja, na kama ni vita tutapigana pamoja. Nanga tuyambi vaki bechubosi na moyese, na ile tunakuwa tunajitahidi kuitimiza. Kwa hiyo
Pastor, Mungu akubariki kwa kunipa neno. Na tunasema kwamba hii ni mfano mzuri. Uko mtu wa Mungu. Watu wa Israeli walikuwa Misri utumwani. Na hapo Misri iliwezekana waende, lakini walifunga sanduku la agano. Wakawaambia mifupa ya Yakobo msiiache. Na walifunga na wakasafiri nayo. So aende azikwe mara ya pili. Na baba yetu huyu Graciana Abale Anoema alikuwa pale. Walisema jua matatizo ya vita, hawakumuzika hapa. Kusinga alifika mtu. Alizikwa kwa ndugu yake na leo anakuwa paki. Na kisi wamesaidiana kumufikisha hapa. Tumupe Mungu shukrani. Na wengine ambao wako hapa waige hivi. Kama baba yako walimujia Kafulo ama Mukambi kule Nyarugusu na Lugufu, wako wengi kule. Kukiwa uwezo ili mifupa tuilete, nguvu zetu zinapatikana katika mifupa hii. Watu wengi waelewe, watu wengi wafahamu, lakini katika mifupa hii muna nguvu zetu. Hakuna mtu atatoka Ulaya, atatoka Asia, Umarekani akuya fuki mifupa. Wengine wakisema wanafalsifi histoire, hapa ni kwetu sie, bafulani tulikuya, ni bongo yabo. Hii mifupa bababu yetu itatusaidia kupigana vita. Mungu awabariki. Mungu awabariki tena. Asante. Na kwako pia. Basi kwa hilo ninataka niseme kwamba sisi wote tutapitia kifo. Hatukuja kuishi milele hapa ndani. Baba yetu, tutakukumbuka daima. Sasa ninataka kumwaga baba kwa wimbo wa wokovu namba 69. Nitaimba.
Tunasema asante sababu tunakuwa katika nyumba ya ndugu yetu Mtetwa, ambapo nafasi roho yake itaenda kufikia. Ndio maana tunakusihi tubariki, utupatie tena nguvu mpya, sababu tuweze kusindikiza roho na nafsi ya kupendwa. Kwa huruma tunakusihi katika jina la Bwana leo na Mwokozi wetu. Amen. Inarudisha mwili kuweka katika udongo, lakini roho na nafsi inavituma kunako mapendo ya Yesu Kristo atakavyovitunga mpaka siku ya ufufuko wa uzima wa milele. Wa milele atakutunga kwenda na kufika kwako tangu sasa hata milele. Amen. Baba yetu mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama mbinguni. Utupe leo riziki zetu, utusamehe deni zetu kama twasamehavyo wadeni wetu, usitutie majaribuni, lakini utuokoe na ule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Sababu ulianza nasi na unamaliza nasi. Zama tumekabidhi roho na nafsi mikononi mwako, lakini mwili tumeacha katika udongo sababu ulitoka katika udongo. Ndio maana tunakushukuru sababu wewe mwingi wa rehema ulimchagua ukamfanya kuwa mwana wako. Na sasa tunamwalika kwa ajili ya ibada la wafu, nafasi ambapo atapata masamiano. Azidi kuongezea neema na siku za maisha yenu hapa chini ya jua. Kusudi mkiwa na nguvu, hakika kwa safari za nyuma mtaendelea pia kwa pamoja na sisi kwa shughuli kama hizi. Na kwa yote
tutapenda kuwaombeni msamaha, sababu jana tunajua kati yetu kuna wale ambao wajipandika yaani janja kase wachungaji, watumishi wa Mungu, Wakristo wa Bwana, wateuliwa wa Kristo, mtusamehe sana, sababu jana tulitambua kwamba kati yenu kuna wale walikuwa na njaa, walikula lakini isiyokuwa ya kutosha na wakasononeka. Kwa hiyo mtatusamehe sana, na pia kutokufika kwa gari haraka, wengi walikuja hawana amani, basi mtatusamehe sana. Mnakubali kutusamehe? Mungu wetu atubariki sana. Amen. Yesu Mungu kama wenu ukashinda pamoja. Vale.